Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya taarifa ambayo imewashangaza sana watu wengi, lakini pia imesababisha watu wengi waanze kuzungumza maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, ni baada tu ya familia ya marehemu MC Pilipili kuamua kutoa tamko rasmi, lakini pia kuzungumza kuhusiana na swala zima la mirathi, kuhusiana na swala zima la mgawanyo wa mali. Unaweza kuona ni kwa namna gani kila shabiki, lakini pia kila mtazamaji anatamani sana kufahamu mke wa MC Pilipili amepata kitu gani, au amegaiwa upande gani, amefaidika kwa kitu gani baada tu ya kuwa mke wa MC Pilipili. Unaweza kuona familia imeweza kutangaza rasmi na kuweza kudai kwamba mtoto wa MC Pilipili, huyu mtoto ambaye amempata na huyu mwanamke, basi ndiye mtoto ambaye ataweza kupatiwa mali pekee na wala sio mama yake, kwa sababu familia ilikuwa inadai kuna mambo fulani hivi ambayo yalitokea kabla ya kifo cha MC Pilipili, na unaweza kuona kulikuwa kuna ugomvi kati yake pamoja na mke wake kipenzi, na unaweza kuona ule ugomvi ulifikia hatua mbaya zaidi, kwa sababu mke wa MC Pilipili aliondoka nyumbani na kuamua kwenda kuishi kwao kwa sababu tu ya ule ugomvi ambao ulitokea kati yake pamoja na mume wake, na baadaye walifikia hatua mbali zaidi kwamba waweze kuachana. Mambo yalikuwa ni mengi sana. Sasa familia ikadai kwa sababu walikuwa na ugomvi kama hivyo, lakini pia walikuwa katika mchakato wa kuachana, licha ya kwamba msimamizi wa ndoa yeye alithibitisha kwamba tayari alishazungumza nao na atawapatanisha, lakini wao katika mioyo yao walitamani sana kuachana, japokuwa ndoa ya Kikristo ni ngumu sana kuachana. Ukifunga ndoa ya Kikristo basi ni mpaka kifo kitakapokutenganisha na mwenzako. Kuachana hilo jambo halipo. Ukienda kwa kiongozi wa dini yeyote ukamwambia, bwana, mimi nataka kuachana na mke wangu, kiongozi wa dini atakwambia njoo na mke wako, mpatane, mrudi nyumbani, muendelee kuishi mpaka hapo kifo kitakapo watenganisha. Jambo ambalo limepelekea familia kushindwa kabisa kumpatia chochote mke wa MC Pilipili, na kudai kwamba mtoto wa MC Pilipili na wale watoto wengine wa wanawake wengine basi watapata mali kwa usawa wao kama watoto na wala sio wazazi wao. Hivyo basi mke wa MC Pilipili anahesabiwa kama mtalaka, au tunaweza kusema mwanamke ambaye tayari walishaachana na mume wake, jambo ambalo limepelekea familia ishindwe kabisa kumpatia kitu cha aina yeyote ile. Lakini tunaweza kusema mke wa MC Pilipili ni mwanadada fulani hivi ambaye anapambana, ni mpambanaji sana, ni mwanadada ambaye ni mfanyabiashara, anaweza kujishughulisha huku na kule. Hiyo inaweza isiwe kesi sana kwake, na inaweza pia ikawa imemsaidia yeye katika swala zima la mtoto wake. Kama mtoto atapata basi ni kama vile yeye amepata hivi, kwa sababu swala la mali sio jambo kubwa sana. Tupo tunaishi, tunaweza tukapambana na tukapata mali zingine nyingi zaidi ya zile ambazo labda tulizitarajia, jambo ambalo kila mtu ameweza kumtia moyo, wengine wakiwa wanadai familia ipo sahihi, kwa sababu hao watu walikuwa katika ugomvi. Ndicho kitu ambacho kimesababisha familia ishindwe kabisa kumpatia chochote mke wa MC Pilipili, lakini mtoto amepatiwa mali zake stahiki na amegawanyiwa sawa na watoto wengine ambao aliwahi kuwapata hapo nyuma, ambao ni ndugu zake wakubwa, jambo ambalo kila mmoja amefurahi. Lakini pia mke pia wa MC Pilipili na yeye pia anakuambia hana shida moyoni mwake, amefurahi, ameona ni kama vile mtoto wake ameoneshwa ni kwa namna gani na yeye pia ana thamani pale katika ile familia. Lakini pia kwa upande wake yeye haoni shida kwa yeye kushindwa kupata chochote, kwa sababu ni kweli waligombana na mwenzake na hawakuweza kupata nafasi ya kusuluhisha au kupatana kwao, na tofauti na hapo walitamani sana kuachana, lakini namna ambavyo kiapo walichokiapa kiliendelea kuwashikilia, kiliendelea kuwatafuna. Ingekuwa ni ndoa zetu zile za upande wa pili, ndugu zetu Waislamu, bana, wale jamaa wana mambo mengi. Ukileta mchezo talaka ya kwanza, kuleta mchezo tena talaka ya pili, ukileta mchezo talaka ya tatu, alafu kwenu hapo sasa inakuwa ndo moja kwa moja. Sijui kitu gani ambacho huja
huwa kinaendelea pale. Baada ya pale labda talaka 3, alafu mwanaume anakutaka tena, sijui inakuaje, unaanza upya au inakuaje. Hapo ndipo utaelewa. Ukija kuoa mtoto wa Kiislamu afu umpatie talaka ovyo ovyo, basi utakuja kugharamikia mara 2. Lakini sio tu mara 2, mke wako kabla hujamuoa tena anatakiwa aolewe na mwanaume mwingine alafu aachike, ndipo wewe tena umchukue. Hiyo sheria ni kali sana jamani, lakini tunaweza kusema yote ya yote, basi shughuli imemalizika salama, lakini pia kila kitu kimeweza kukaa katika mstari wake. Tayari mirathi imeweza kugawiwa. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Toa maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.